Je, unajua ni nani alikuwa malaika aliyekuwa karibu na Yesu alipofungwa na alipokabiliana na hukumu yake? Kulingana na maandiko, usiku huo mbingu na dunia zilinyamaza, upepo ulisimama na hata nyota zilipunguza mwanga wake. Katika bustani ya Gethsemane, kabla hajakamatwa, Yesu alipiga magoti peke yake chini. Mwili wake ulitetemeka na matone ya damu na jasho yalianguka ardhini, si kwa sababu ya hofu, bali kwa uzito usiovumilika wa dhambi za wanadamu. Aliinua macho yake kuelekea mbinguni na kaomba kwa sauti ya kutetemeka, Baba, ikiwa inawezekana, kikombe hiki kiondoke kwangu, lakini si mapenzi yangu, bali yako yatimizwe. Na katika wakati huo, ulimwengu mzima ulionekana kushikilia pumzi yake. Kisha nuru ilishuka kutoka mbinguni. Malaika alitokea mbele yake, akiwa habebi upanga, wala radi, wala taji la utukufu. Hakuzuia usaliti wa Yuda, wala hakuondoa msalaba katika njia ya Yesu. Alipiga tu magoti kando ya Mwokozi, akitoa faraja ya mbinguni na nguvu ya kuvumilia yale yaliyokuwa yanakuja. Hakuja kumwokoa Yesu kutoka katika mateso, bali kumpa uwezo wa kukamilisha utume wake wa ukombozi. Usiku huo, Yesu bado alitembea kuelekea msalabani, lakini hakuwa tena peke yake, kwa maana ufalme wa mbinguni ulikuwa pamoja naye. Na labda hiyo ndiyo kweli ya ndani kabisa ya imani. Mungu huenda asikukinge kila wakati dhidi ya maumivu, lakini atatuma malaika kusimama kando yako katika saa zako za upweke mkubwa. Labda, pengine tu huyo malaika yuko kando yako sasa hivi.